Mussa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Raymond Nyansao, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi katika shughuli hii, Dr. Faraji Kasidi Mnyepe, Katibu Mkuu wa Wizara hii ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, pamoja na makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi, Jenerali Jacob J. Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi, kitambua uwepo pia wa wakuu wa majeshi wastaafu wako pamoja nasi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mnadhimu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, mkuu wa mkoa wa Dodoma ndugu yangu Rosemary Sanyamule, maafisa jenerali, maafisa wakuu, wakuu wa kamandi, maafisa wadogo, askari na wapiganaji, vijana wetu wa JKT, maafisa wastaafu mliopo nasi, mwenyekiti wa kamati ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, viongozi wetu wa dini ambao mko nasi hapa, wenyeji wetu kutoka vijiji vya wilaya ya Chamwino, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Nawashukuru sana ndugu zangu. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha mahali hapa tukiwa na nyuso za furaha kwa kukamilika kwa mradi wetu huu. Hali kadhalika namshukuru Mungu kwa kuendelea kulijalia taifa letu kwa lenye amani na utulivu. Kwa upande mwingine, na kushukuru Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Raymond Nyansao, kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili la kihistoria. Kama tulivyosikia katika historia ya mradi huu au historia ya ujenzi wa makao makuu ya ulinzi wa Tanzania, basi pongezi zangu ni kwenu wote waliomo kwenye historia ile, kijumuisha mkuu wa majeshi aliyopo, lakini na wakuu wa majeshi wastaafu, makamanda, maafisa na askari, kikosi kazi maalum kiliosimamia kazi hii, vijana wetu wa JKT na wote wengine walioshiriki kufanikisha mradi huu. Vile vile kipekee nawapongeza mawaziri wa ulinzi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania aliyepo Dr. Raymond Nyansao na waliopita wakiongozwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, aliyekuwa waziri wa wizara hii wakati jiwe la msingi la mradi huu likiwekwa. Pamoja nao niungane na mkuu wa majeshi kulishukuru sana bunge letu kupitia kwako Mheshimiwa Spika. Nishukuru kamati yako ya kudumu ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kwa kufuatilia kwa karibu na kufanikisha utekelezaji wa mradi huu. Ndugu viongozi, maafisa na maaskari, makao makuu haya ya ulinzi wa taifa ni alama ya ukomavu wa kielelezo cha uwezo wetu kama taifa wa kupanga, kuamua na kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia fedha zetu na wataalamu wetu wa ndani. Huu ni msingi muhimu wa uhuru wa maamuzi na heshima kwa taifa letu. Tukilinganishwa na wengine ndani ya Afrika, tutakuwa kati ya nchi zilizotoa kipaumbele na heshima kubwa kwa shughuli za ulinzi. Majengo haya yasitupe fahari tu kuwa nayo. Jengo zuri kubwa limependeza, lakini kuna fezi mbili nyingine zinakuja kuongezea ukubwa na uzuri wa jengo hili. Sasa isiwe tu ni fahari yetu, bali majengo haya yatumike kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa letu.
yatumike kama kituo cha fikra, uchambuzi wa kitaalamu na uratibu wa kisayansi wa mikakati na shughuli za ulinzi zinazoendana na wakati tulionao, pamoja na majukumu mengine ya ulinzi wa taifa letu. Mambo hayo ni ya msingi kwa kuwa mazingira ya kiusalama ya dunia kwa wakati tulionao hayalindwi kwa silaha peke yake, bali nyenzo muhimu ni upatikanaji, uchambuzi na matumizi ya taarifa, teknolojia, mifumo ya mawasiliano na mbinu za kisasa zinazohitaji ubobezi wa kitaalamu na weledi wa hali ya juu, mambo ambayo nataka nikiri kwenu, nilipotembelea hili jengo niliyaona yako pale ndani. Tunahitaji kuongeza, lakini tayari tumeanza. Mambo hayo yako pale ndani. Hivyo ni imani yangu kwamba ujenzi wa awamu mbili zinazofuata zitakwenda kuzingatia haya niliyoyaeleza na kuongeza nguvu kwa yale ambayo tayari yapo pale ndani. Ahadi yangu kwenu kama Amiri Jeshi Mkuu ni kuhakikisha kuwa awamu zilizobaki zinakamilishwa. Ndugu viongozi, makamanda na wapiganaji, tarehe 15 Disemba mwaka jana nilipewa heshima ya kufungua mkutano wa 9 wa mkuu wa majeshi ya ulinzi na makamanda mkoani Tanga pale kwenye kituo chetu cha SCUA. Mkutano ule ulibeba kauli mbiu inayosema ulinzi imara na amani ndio msingi wa maendeleo ya nchi yetu. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa kila hatua ya maendeleo tuliyoifikia imejengwa juu ya msingi wa utulivu, nidhamu, ulinzi thabiti kwa wananchi wetu. Jinsi taifa letu linavyokuwa kiuchumi ni kiashiria kwamba hali ya ulinzi na usalama imeendelea kuimarika. Bila uimara wa hali ya ulinzi na usalama tusingeweza kufikia hatua tuliofikia leo, kwani hakuna uwekezaji unaokuja bila mazingira salama, na hatuwezi kujenga ustawi wa wananchi bila amani. Kama mnavyofahamu, ni juzi tu shirika bobezi linalofanya tathmini ya ukuaji wa hali ya uchumi duniani, The Moody's, limeipa nchi yetu daraja la B1, daraja ambalo ni kiwango kizuri sana kwa mustakabali wa ukuaji wa uchumi wetu. Na kila tunapokuwa kiuchumi, uwekezaji katika sekta ya ulinzi ni suala lisiloepukika kutokana na umuhimu wake kwa mustakabali wa taifa, kimaendeleo na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Hivyo serikali yetu itaendelea kuliwezesha jeshi letu kuwa na mazingira bora ya kazi ili liwe tayari wakati wote kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Taifa lolote duniani linalotaka kuheshimiwa halina budi kuwekeza na kujenga taasisi imara za kulinda uhuru, mipaka, rasilimali na watu wake. Ndugu viongozi, makamanda na wapiganaji, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza tena kuwa majengo haya mapya ni nyenzo tu ya kutekeleza majukumu yetu, lakini nguvu ya jeshi haitokani na majengo wala vifaa peke yao. Na hapa naomba ninukuu maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye aliwahi kusema, na ninanukuu, moyo kabla ya silaha, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ya moyo kabla ya silaha inatukumbusha kwamba msingi wa jeshi imara ni moyo wa kizalendo, nidhamu, weledi, utii na dhamira safi, uadilifu na uaminifu wa askari wake kwa taifa na watu wake. Utii kwa mamlaka ya kikatiba na uaminifu kwa taifa ndiyo silaha ya kwanza ya jeshi linaloheshimika. Hivyo ni wasihi muendelee kuishi kwa misingi ya kiapo chenu na kuepuka mienendo inayoweza kuharibu heshima ya jeshi letu. Na nimesikiliza vizuri wimbo wa jeshi hapa. Maneno yaliyomo ndani ya wimbo ule iwe ndiyo itikadi katika kazi zetu. Taifa lina imani nanyi.
na imani hiyo ni dhamana kubwa mliopewa na Watanzania. Aidha, ninatoa wito kwa Watanzania wote kuendeleza wajibu wao wa kikatiba katika kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Baada ya kusema hayo, sasa namshukuru Mungu kwamba makao makuu ya ulinzi wa taifa yaliyopo hapa Kikombo mkoani Dodoma leo yamezinduliwa rasmi. Hongereni sana, na tumwombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, alibariki jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Basi kwa nukta hiyo, tunaomba sasa kwa heshima na taadhima tukuruhusu Mheshimiwa Rais ukaendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Asante sana Mheshimiwa Rais.